إنما الأعمال بالنيات. Akitaka kuniona nikiwa naongea au pengine akisikia watu anahangaika kutazama hivi, akishindwa anaanza kulia. Alianza na ugonjwa wa jino likawa linamuuma. Nikaona ameumia sana, nikampeleka dispensary ya Kayanga. Kwa hiyo ananiambia daktari, kutokana na changamoto anazopitia mtoto, madaktari bingwa wa fani mbalimbali, ikiwa upande wa akili, upande wa nutrition, upande wa mishipa ya fahamu, upande wa surgeon, yani upasuaji, yani at least viungo vyote vina wataalamu wao mabingwa. Kila kiungo kina mtaalamu wake. Napomuona mwanangu walisema kwamba kuna jicho la bandia watamwekea, lakini huwa anajifikiria sasa akishapona sawa, sasa kuniona hata niona kufanya kitu ambacho alikuwa kwa mfano alipokuwa anacheza mpira anajua kusoma vizuri, kwa sasa hivi hata niona tena. Mimi najiuliza maisha yake yataishia wapi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hii ni Al-Hidayah Online TV na mimi ni Sala Ibrahim Katunzi. Ndugu zangu Waislamu na ambao sio Waislamu, miongoni mwa mitihani migumu tuliopatiwa sisi wanadamu ni mtihani wa kuumwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema hakuna msiba au maradhi yanayomfika mwanadamu, kwani hata mwiba unaomchoma, isipokuwa Mwenyezi Mungu humsamehe baadhi ya dhambi zake. Ugonjwa ni miongoni mwa mtihani mgumu sana. Pia huenda ikawa ni njia ya kusafisha dhambi na kumsogeza muumini karibu na Mwenyezi Mungu, kwani khairi na shari zote kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Leo Al-Hidayah Online TV tumekutana na kisa cha mtoto aitwaye Ebeneza Elisha mwenye umri wa miaka 5 anayetokea huko mkoani Kagera, ambaye mwanzo alisumbuliwa na jino, ila baadaye alivyopatiwa matibabu uliibuka ugonjwa wa macho kutoka nje yaliyojaa usaa na kuning'inia. Tulibahatika kuongea na wazazi wake na walitueleza chanzo cha yote haya. Mimi ni Sara Ibrahim Katunzi na hii ni Al-Hidayah Online TV. Ambatana nami mwanzo hadi mwisho. Mimi naitwa Elisha Amos kutoka mkoa wa Kagera, Karagwe, kijiji Kayanga, kitongoji cha Karaizo. Mtoto wangu Ebeneza kuugua kwake alianza na ugonjwa wa jino likawa linamuuma. Nikaona ameumia sana, nikampeleka dispensary ya Kayanga. Nikakuta yupo wa kutoa jino, wakaniambia nimpeleke hospitali ya Nyakanongo. Nikawa nimempeleka Nyakanongo, wakawa wamemtoa hilo jino. Wakaniambia ninunue dawa ya maumivu, nikanunua, nikamrudisha nyumbani. Baada ya kumrudisha nyumbani, asubuhi yake mtoto akaanza kulia, anaumia sehemu ile walipomtoa jino. Nikawa nimemrudisha Kayanga. Wakawa wamemwangalia, wakasema jino wamelitoa, limeisha, labda kuna uchafu. Wakautoa, wakaniandikia dawa za maumivu tena, nikanunua, nikarudi nyumbani. Mtoto hali ikawa tena mbaya, nikamrudisha hospitali ya Kayanga. Hapo kumraza kamaliza siku 7. Baada ya siku 7 wakaniambia hawawezi, nimpeleke pale government Bukoba. Shida ni hilo jino walilomtoa, hakuna ugonjwa mwingine. Pale nilipompeleka Kayanga, wakamwangalia pale walipotoa jino, wakasema jino mganga alilitoa, labda wakasema ngoja panguse huu uchafu, wezekana ni ndio unamsumbua. Ili kaniambia na dawa za kununua
Nikanunua, akasema rudi nyumbani umpe hawa na meza atapona. Akasema mpeleke Bukoba government. Katibu wewe pale tulimaliza mwezi mmoja na siku 2, wakasema na wenyewe mrudishe nyumbani. Kwa sababu nilipo mrudisha nyumbani hali ikawa mbaya, macho yakaanza kuvimba. Macho yakavimba, akaanza kutoka nje, ndo hapo nikamrudisha hospitalini. Hiyo nilipompeleka hospitalini na wenyewe wakasema hawawezi, tupa rufaa ya kwenda Bugando, hospitali ya Bugando. Mimi naitwa Venita Vumilia Jovinari, ndo mama yake na Ebeneza. Ebeneza aligua tangu mwezi wa 4, alishikwa jino. Akahangaika na jino, tukawa tunanunua dawa ya atulize maumivu, lakini tulipokuwa tunampa dawa, ile dawa ilikuwa haifanyi kazi, jino linaendelea kumuuma. Tangu hapo tukaamua twende tumtoe jino. Tulipoenda kwa dokta ndo akamtoa hilo jino. Sasa baada ya kumtoa hilo jino, kesho yake macho yakavimba, yakawa makubwa. Tukamrudisha, wakamlaza hospitali ya huko Kayanga. Hivyo hapo jino walimtolea huko Nyakanongo. Kwa hiyo tulipomrudisha Kayanga akalazwa wiki moja, wakatuambia kwamba baada ya siku 3 tumrudishe. Tulivyomrudisha akalazwa wiki moja, baadaye macho yakaendelea kuvimba na kuwa hali mbaya zaidi. Ndio tukamrudisha Kayanga, wakatupa rufaa ya kwenda Bukoba government. Sasa tulipoenda Bukoba akakaa karibia miezi 2. Ndio tukawa tunahangaika hivyo, na tunahangaika na hela na nini, na jamii wakatuchangia ili mtoto aweze kupata huduma. Ila bahati mbaya ile huduma ikawa haifanyi kazi. Sasa anaendelea na maumivu zaidi, macho yanaendelea kutoka kwa nje, mtoto anaregea sana. Baadaye madokta ndio wakatuambia kwamba twende nyumbani. Sasa kulingana na changamoto tulionayo na hela na nini na shamba tuliuza, baba yake ndio akawaambia kwamba mnipe mtoto niondoke nyumbani. Wakakaa wanamhudumia, lakini hali ikawa hivyo, hela zikawa ngumu na mtoto haponi. Ndio madokta wakatupa mtoto. Sasa baadaye nienda kanisani, walipomuona pale ndio wakafanyeje, ndio wakasema kwamba mtoto jinsi alivyo tumpeleke Nyakanongo. Ndio tukamrudisha Nyakanongo akatupa gari la kuja Bukoba government, lakini wale wa ustawi wa jamii wa kule Nyakanongo ndio walinichangia hiyo gari ya kuja Bukoba government. Sasa nilipofika kuna baba mmoja sasa akaniambia nitakupa hizi namba, watakusaidia, ni Waislamu. Nikampigia mama akapokea, nikamwambia mimi na mgonjwa, na wakaja kuniona hao Waislamu. Wakasema tutakuja baadaye. Ndio wakaja wakaniona, wakanunulia chakula, wakaondoka. Sasa ndio wakaenda wakaongea na madokta, wakawauliza huyu mtoto ana shida gani. Wakawaambia kwamba huyu mtoto tunaona ana shida ya kichwa, lakini tunavyomwangalia hali ya mama au ya wazazi wote hawana hela, tungewapeleka huko Bugando. Sasa ndio wenyewe wakasema tutaangalia jinsi ya kumpeleka Bugando. Kwa wenyewe hao Waislamu wa Bukoba wajai ndo wakanipa hilo gari, nikaletwa huko Bugando. Nilipofika wakanipigia simu, umeshafika Bugando? Akasema ndio. Akasema sasa nitakupa hii namba utawapigia. Sasa ndo nikawapigia, Mungu akatitia nguvu. Baadaye ndo nikawaona wajai, ndo wakaja wakaniuliza wewe unatokea Bukoba? Akasema ndio. Wakamuona mtoto, huduma zikaendelea, wakanichangia hela, wakalipa. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwa hatua tulionayo, na nawashukuru sana kwa michango yenu, kwa upendo mwingi mlionitendea. Nasema asante sana, nawashukuru sana. Mwanzoni macho yalikuwa yametoka kabisa, yameninginia mpaka hapa puani. Tusharuhusiwa lakini bado tunahudhuria kliniki. Kwa nikienda huko kuna vipimo vinatakiwa na nalipia hela alafu wanampima. Kwa hiyo tarehe 15 mwezi wa 10 nitarudi huko. Yaani kuna muda ananiita ila
yani ile sauti, yani anaongea lakini maneno mengine unasikia kama vile ananiita mama, ila hawezi kutamka vizuri. Akitaka kuona yani anahangaika sana. Akitaka kuniona nikiwa naongea au pengine akisikia watu anahangaika kutazama hivi, akishindwa anaanza kulia. Napomuona mwanangu walisema kwamba lile jicho, kuna jicho la bandia watamwekea. Lakini huwa anajifikiria sasa akishapona sawa. Sasa kuja kuniona, hata niona kuja kufanya kitu ambacho alikuwa kwa mfano alipokuwa anacheza mpira, anajua kusoma vizuri, kwa sasa hivi hata niona tena. Sasa mimi najiuliza maisha yake yataishia wapi? Uislamu ni kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu na kutenda matendo mazuri na kuwafanyia watu wengine wapate furaha kamili duniani na kesho akhera. Kupitia kisa hicho, kuna baadhi ya taasisi zipo kwa ajili ya kusaidia jamii kwa ujumla. Lengo ikiwa ni kusaidia mtu yoyote anayekutwa na matatizo, na pindi anapokuwa hana uwezo, basi taasisi hiyo kumsaidia. Na miongoni mwa taasisi iliyojitokeza kwa kijana Ebeneza ni taasisi ya JAI, ambayo imekuwa mstari wa mbele kumsaidia mtoto huyo kupatiwa matibabu. Al-Hida Online TV tulibahatika kuongea na kiongozi wa taasisi hiyo, na alituelezea namna walivyofanya ili kufanikisha baadhi ya matibabu ya kijana Ebeneza Elisha na kufika hapa alipo mpaka sasa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama kwa majina mimi naitwa Ali Yasini Kizengwa, amiri wa JAI kanda ya Ziwa. JAI nadhani mashuhuri sana Tanzania. Tuko Tanzania bara na Tanzania visiwani. Kwa kifupi ndo JAI, kirefu chake ni Jamiatu Akhlaqu Islam. Kwa tafsiri fupi ni tabia njema za Kiislamu. Kwa urefu ni jamii ya watu wanaoishi kwa kufuata mwenendo wa Kiislamu, yani sunna. Sisi kama taasisi tunajihusisha sana katika kushughulikia matatizo ya jamii. Kwamba mtu yoyote mwenye matatizo akawa hana uwezo wa kuyakabili matatizo yake, basi taasisi kwa kadri inavyoweza inamsaidia. Hayo ndio malengo makubwa ya taasisi hii. Kuhusu swala la matatizo, kwa mujibu wa katiba yetu, jumla ya matatizo, tunapozungumza matatizo ni matatizo kwa ujumla. Yani matatizo kwa ujumla. Ila tumeclassify, yani tumeweka vitengo. Kwa sasa hivi tumedili zaidi na masuala ya wagonjwa ambao hawana ndugu, hawana jamaa wa kuweza kusimamia gharama za matibabu. Lakini kwa swala la matatizo ni matatizo yote kwa upana wake wa matatizo. Yani hii ndio taasisi inajua na matatizo yote yanayoitwa matatizo. Kwa leo nataka kuzungumzia kadhia moja ambao nilipokea kutoka Kagera kama amiri wa kanda. Tarehe 28 mwezi wa 6 2025 nilipokea simu kutoka kwa amiri wa JAI Kagera, mkoa Kagera, akinifahamisha kuwa kuna mgonjwa wamemtuma kutoka hospitali ya rufaa ya Kagera kuja hospitali ya rufaa ya kanda ya Bugando. Kwa akaniomba nijitahidi asubuhi nifike katika hospitali hiyo, nimtafute mgonjwa huyo. Akanipa jina la mama yake pamoja na jina la mtoto mwenyewe ambaye alikuwa na changamoto za maradhi ambayo yamemsababisha kuja kwa matibabu zaidi
Bugando. Alhamdulillah, asubuhi tarehe 29 nikamkia Bugando. Nikapiga simu nikamwambia wako namba 5C ICU. Kwa hiyo nikaingia pale nikajitambulisha, nimkuta mgonjwa pale na yule mama na madaktari wawili. Nikajitambulisha, mimi naitwa Aliasini, natokea katika taasisi ya JAI, nimekuja kufuatilia changamoto za mgonjwa aliyetoka Kagera. Wakanambia karibu sana, kwa kweli mgonjwa ndo huyu hapa. Nikaonyeshwa na mamake ndo huyu hapa, mama analia. Kisha kata tamaa na hali ya mtoto. Kwa kweli mtoto alikuwa na changamoto ya macho kutoka nje. Macho yalikuwa yamemwagika mpaka hapa. Na tatizo la msingi ilikuwa huko anakotokea Kagera, huko wilaya ya Karagwe vijijini, alikuwa na changamoto ya jino. Kwa hiyo alivongolewa jino, nasemekana jino lilikuwa limeshaharibika, lina usaha. Alivongolewa, kung'oka tu jino, macho yakatoka nje. Ikawa ni heka kumkimbiza katika hospitali za kata. Hospitali ya kata ikashindikana, wakaenda hospitali ya wilaya. Hospitali ya wilaya ikashindikana, wakamhamishia hospitali ya rufaa ya Kagera. Kagera madaktari wamekaa naye zaidi ya mwezi mmoja. Hali ni ngumu, macho yani jitihada za matibabu hazikuleta matunda. Kwa hiyo uongozi wa hospitali wa Kagera kwa kushirikiana na uongozi wa JAI wa Kagera wakamsafirisha mtoto Ebeneza Elisha kuja Mwanza, hospitali ya rufaa ya kanda Bugando. Kwa hiyo ananambia daktari, kutokana na changamoto anazopitia mtoto, madaktari bingwa wa fani mbalimbali, ikiwa upande wa akili, upande wa nutrition, upande wa mishipa ya fahamu, upande wa surgeon, yani upasuaji, yani at least viungo vyote vina wataalamu wao mabingwa. Kila kiungo kina mtaalamu wake bingwa. Sasa walihusika katika kufuatilia changamoto hizo. Kwa kweli ilikuwa imewalia vigumu sana. Wachukua vipimo mbalimbali, kila mmoja anachukua kipimo kujaribu, kwa sababu mtoto alikuwa amebakia anapumua tu ndio kichoko kinaonekana, anapumua moyo unarunda, lakini viungo vyote havina mawasiliano na mwili haueleweki nini changamoto. Kwa hiyo walichoanza nacho madaktari, kwa taarifa anaeleza na daktari pale, kucheki vipimo kama mtoto ana kansa, na hiyo kansa pengine imeshaenea mwili mzima. Kwa hiyo sasa jitihada za matibabu huenda kwa lugha ya kidaktari labda ndio tungekuwa tumesema imekomea hapo. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mtoto akaonekana hana kansa. Madaktari wakapumua na kushukuru. Sasa wakamwanzishia dozi ya kukausha usaha kwenye macho na kumrudisha fahamu ya viungo, fahamu ya mtoto kujitambua na viungo vyote kuanza kufanya kazi kwa ushirikiano. Kwa hiyo pale nikaambiwa, kwa sababu umefika tunakushukuru, na kwanza tunakupa cheti ukatununulie dawa za sindano za kwanza naye, kwa sababu hii tiba sasa inabidi tuendelee. Mkitupa ushirikiano mzuri katika kuendea matibabu ya huyu mgonjwa, huyu mtoto, sisi tutapigana kwa kadri ya uwezo Mungu atakapotujalia. Nasema na mimi nikasema kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutapambana mwanzo mpaka mwisho, tuone mtoto anapata nafasi nzuri ya kurejea katika hali yake. Wakanielezea kwamba kwa hali ilivyo macho yamejaa usaha full kabisa. Sasa hatuna uhakika kama ataweza kurecognize, kujitambua na macho kuja kuona tena. Kwa hiyo tuanzie hii tunusuru uhai wake kwanza. Basi nikatoka mimi haraka, akili imeshachanganyikiwa, lakini nikatumia uzoefu. Nikaona hili jambo nilibebe kama amiri wa kanda kwa uzito wake. Kwa sababu natoka pale naambia vipimo ambavyo kisha pitia gharama yake karibia shilingi 640,000. Na dawa nilizoandikiwa zinagharimia shilingi 100,000. Na safari ya matibabu ni ndefu, haijulikani itaisha lini. Kwa hiyo nikasema hili sasa nishirikishe jamii moja kwa moja. Kweli nilitoka nikamuona mhisani mmoja, bwana Abbas Kalimanzila, Mungu amzidishie kila la kheri katika shughuli zake na biashara zake, Mwenyezi Mungu amuongezee.
Nilimfikishia taarifa hii, akanambia Ali Yasini, ninavyokufahamu wewe, naomba kaniletee risiti tu 100,000 hii hapa. Nikamwambia haina shida. Nikazunguka nyuma, kulikuwa na duka la madawa Saji. Nikaingia pale, nikawapa risiti, wakanitolea zile dawa, nikawapa fedha shilingi 100,000, wakanitolea zile dawa, nikaja nikamkabidhi risiti, nikachukua pikipiki nikakimbia Bugando mara moja. Nilipofikisha zile dawa, madaktari wakasema sisi tunaanza sasa hivi na dozi yake, tunashukuru. Asubuhi yake nikaenda tena siku inayofuata, nikakuta tena kuna dawa zingine kama za shilingi 30,000 imeandikiwa ili muendelezo wa tiba ya mtoto. Kwa kweli wakaniambia kwa ule usiku aliolala amempunguzia maumivu, kwa sababu mtoto alikuwa anapitia changamoto kubwa na nzito hazina maelezo. Kwa hiyo nikaenda nikanunua tena zile dawa, nikaleta, akasema sasa tuendelee kufuatilia. Nikaona hili sasa kama ndo tumeanza na mazingira haya na hapa ni Bugando mpaka mwisho wa safari, hizi hela za kuchangishana ndogo ndogo hizi tutafika kweli? Ikabidi nifungue grupu la dharura kupitia namba yangu ya simu. Nikawafahamisha wadau mbalimbali wanaonifahamu, wakaniunga mkono, wakaanza kunichangia fedha kupitia namba yangu ya simu ya Airtel Money. Baada ya siku 3 kweli nikaona hela imeingia ya kutosha kama 600,000 hivi. Tukaja tukaclear, punguza pesa, tukalipa shilingi 300,000. Ikanijia busara kwa sababu safari ni ndefu, nikiendesha kwa kutumia namba yangu Airtel Money italeta picha sio nzuri. Nikawasiliana na Jai makao makuu, idara ya fedha, nikamwambia nitumie lipa namba ya Jai. Amiri wangu alhamdulillah akaniunga mkono, Bwana Rashid, akaniambia bwana hilo Sheikh usio na wasiwasi, tunalituma si muda mrefu. Baadaye akanitumia dokumenti kwamba nisajili huku mwenyewe. Alhamdulillah nikafanya hivyo, nikasajili, nikaipata lipa namba ya Jai, ambayo ndio hiyo nilioisajili kwenye grupu. Watu wakaanza sasa kunichangia fedha na kulitangaza jambo hili hatua kwa hatua. Kwa kweli watu waliitikia vizuri sana, na hatua zikaonekana zinakwenda vizuri. Baada wiki moja yale macho yakasinyaa, yakaidumbukia kabisa, ikarudi ikaonyesha sura ya mtoto kama vile alivyokuwa, lakini yamefumba. Madaktari wakawa wanapata matumaini huenda akafanikiwa kuona pengine japo kwa 1% kadhaa. Wiki iliyofuata hali ikawa mbaya, jicho moja ikabidi walitoe kabisa. Wakasema hili jicho ndio limeshaharibika kabisa, haliwezi kwa hali yoyote, wakalitoa. Akabakia na jicho moja ambalo sasa ndio tukaona aliombea Mwenyezi Mungu alipe taufiki angalau huyu mtoto ili jicho moja liweze kuona. Matibabu yameendelea kwa kweli mpaka hali yake mtoto ikawa imeanza kurejea, kuanza kujitambua. Alikuwa hata kula hajui mawasiliano ya ulaji, anakulaje. Kwa hiyo akaanza kupata fahamu, analia, akipewa chakula anatafuna mwenyewe. Mwanzo alikuwa hajui hivyo vitu vya kutafuna namna gani, alikuwa anapewa tu kwa kupewa kwa sindano ile ya mabomba. Akaanza kurecognize mwenyewe hatua kwa hatua. Madaktari wakawa wanatuambia mwenendo wa matibabu yanakwenda vizuri, tuendelee kumwombea Mungu na tuzidishe ushirikiano. Kweli sisi hatukupungua, tulijitahidi, tukapata gharama za kutosha, tukazilipa, na madaktari wakafurahi, kazi ikaendelea. Alifanywa operation ya kichwa kwa sababu ndani ya kichwa kulikuwa kuna uchafu umekandamiza mishipa fahamu, ambayo inasababisha viungo visifanye kazi kwa ushirikiano. Kwa hiyo akamwekea mirija ya kutoa uchafu kwa njia ya viungo vya mwili, yani haja kubwa na haja ndogo. Kwa hiyo walipofanya operation tukakaa kama wiki 2-3, wakasema sasa ataruhusiwa kwa sababu hatua aliyofikia uchafu unatoka na anaanza kujitambua, ila atarejea tarehe 15 kuanzia sasa ya mwezi unaofuata ambao ni mwezi wa 8 ndio kwa mwezi wa 9 arejee kwa ajili ya kufanya kuangalia maendeleo yamefikia hatua gani kati ya ule uchafu kutoka na macho, jicho la pili hilo lilobakia, je linaweza kuona. Tarehe 15 mwezi wa 9 akarudi kliniki. Kufika kliniki wakamcheki,
wakagundua kwamba hali yake ya mtoto inaenda vizuri, na kweli ameanza kumuita hata mamake, anasikia, naona bado tu anafanya mazoezi ya kuweza kukaa na kusimama ili baadaye aweze kutembea mwenyewe kama alivyokuwa zamani. Kliniki alivyoenda akaambiwa, bwana, hali ya mtoto ni nzuri upande wa kujitambua, yani upande wa fahamu, mwili unaanza kurejea katika hali yake, lakini tatizo jicho lililobakia halitaona tena. Tutajitahidi lile jicho lililotolewa tumwekee jicho la bandia, na hili tutaendelea kulilea liendelee kushikilia ile mishipa ya fahamu ambayo iko ndani ya mwili kwa kupitia jicho. Kwa hiyo mama akarudi nyumbani ana huzuni sana. Kanipigia simu, nimetoka sasa hivi hospitali, lakini matokeo yake ndio hayo. Nikamwambia, mtoto unamuonaje? Akasema, mtoto anachonisikitisha zaidi mpaka nalia ni kwamba akizinduka kinita, nikiitika, analazimisha lile jicho bovu anione. Sasa inashindikana kufunguka au kuona. Analia sana kama vile mtu kamziwia asione. Sasa hili linanitia uchungu na sijui kama atazoea. Nikamwambia, mama, huu ni mtihani, Mwenyezi Mungu ndo kauleta, na Mwenyezi Mungu atakufariji, na mtoto atazoea, na huenda akawa ni mtu muhimu sana katika dunia hii na kwako. Kwa hiyo kuwa na subira kama ulivyokuwa nao subira toka mwanzo. Tuendelee kumpa haki zake zote zinazostahili za msingi mpaka hapo Mwenyezi Mungu mwenyewe atapomwezesha kwa uwezo wake kuendelea na maisha yake kama binadamu katika dunia hii. Kwa hiyo kwa muktasari, hii ndio taarifa fupi ya huyu mtoto Ebeneza Elisha kutoka Kagera. JAI kanda ya Ziwa imesimamia zoezi lake mwanzo mwisho, mpaka gharama za kuingia mpaka za kutoka. Jumla ya gharama ambazo tulikuwa tunadaiwa kwa matibabu ya mtoto Ebeneza ni shilingi 3,772,100. Hizi ndo pesa ambazo zilikuwa zinadaiwa kwa matibabu kwa ujumla, na sisi tukalipa shilingi 2,556,000, 1,200,000 hospitali katupa msamaha. Tunawashukuru hospitali ya Bugando kwa hilo. Kutokana na uzito wa jambo hili lilivyokuwa na changamoto zilizonazo mwanzo mwisho, mbali na Bugando kutusamehe $1,200,000, pia wadau tunawashukuru sana kuchangia hizi gharama. Mwenyezi Mungu awalipe malipo ya hapa duniani na kesho akhera. Gharama zote hizi ni katika ile michango mlikuwa mkichangia kupitia lipa namba, zimefanya kazi na kuleta matunda hayo. Kwa hiyo tunawapongezeni na kuwashukuru. Hatujaishia tu kwa Ebeneza. Kazi hii tuko Bugando kwa ajili ya kusimamia wagonjwa wote ambao wana changamoto za kugharamia matibabu, na sisi tunazibeba kwa kadri ya uwezo. Kwa hiyo wadau, tunaomba msiishie hapo, tuendeleze mlango huu wa kheri wa kusaidia watu madhaifu. Kwa kufanya hivyo tunamfurahisha Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu akifurahi na yeye anatuangalia matatizo yetu ambayo kwa namna moja au nyingine tumeshindwa kuyatatua, na yeye ndio musabbibul asbabu, ndio msababishaji wa sababu, na yeye ndio muondoaji wa matatizo. Kwa hiyo hii kwetu ni fursa na ni mlango wa kheri, msaidie mtu matatizo yake ili Mwenyezi Mungu apate fursa ya kusaidia kukuangalia matatizo yako. Ombi langu kwa jamii, kutokana na changamoto zilizopitia mtoto wetu Ebeneza huko nyuma toka Lukwanza mpaka kufika hapa, tunasema kwa lugha nyepesi, huenda ni kadari yake Mwenyezi Mungu, ndivyo alivyokadiria. Lakini kuna mambo mengine hutokea kwa sababu ya mikono yetu wanadamu. Pindi tatizo linapotokea, tusilidharau, tulipe kipaumbele kwa matibabu sahihi, kwa sababu madaktari wanavyosema wao,
tiba ya Ebeneza ilicheleweshwa, ikaachia vimelea kufanya kazi yake kwa kasi na kuharibu uwezo wa macho ya mtoto kuona. Kwa hiyo ina maana likitokea tatizo lishughulikiwe, na jamii iwe makini kwa kusaidia watu. Tushirikiane kusaidiana, kwa sababu binadamu uhai wake ni thamani kubwa sana katika jamii. Kwa hiyo hili ndio ombi langu kubwa. Kwanza kuwahi matibabu, la pili kuwa na ushirikiano katika kusaidiana kibinadamu. Sisi JAI tuko wazi, tunakaribisha milango kwa watu wote, wadau wote kutupa sapoti kuyaendea matatizo ya jamii. Sasa taasisi yetu ni moja ya taasisi iliyojitoa mhanga kuingia kuisapoti serikali katika jitihada zake. Kwa hiyo na sisi, kwa sababu ni taasisi yetu ya kijamii na tunafanya kazi ya kijamii, tunairudishia jamii kushirikiana na sisi ili kuweza kufikia malengo ya serikali na pia kumpa utu wa binadamu, kusimamia utu wa binadamu. Binadamu ni binadamu, aiwe na hali yoyote ile ni binadamu na ana haki zake zote za kimsingi, ikiwa kuishi, kutambuliwa na kuthaminiwa utu wake na uhai wake. Haya mambo ni ya kimsingi sana. Kwa hilo tumeweka hadharani namba yetu ya lipa Airtel, lipa namba 66852153. Airtel lipa namba 66852153. Itasoma Jamiatu Akhlaqul Islam. Hii ndio akaunti yetu ya lipa namba kwa ajili ya kusaidia wagonjwa hospitali. Tafadhalini sana tuungane, tushikamane kuwasaidia watu wenye matatizo hospitalini. Hospitali kuna changamoto nyingi sana. Kuna watu wanaletwa na ndugu zao wanatelekezwa. Kuna watu wanaokotwa na polisi kesi, wameshapata majanga huko, yuko barabarani hajitambui, analetwa hospitali. Kuna watu wanakuja kutibiwa hospitali na ndugu zao, mwisho wote wanafilisika kwa sababu ya gharama na kuugua kwa muda mrefu, wanamwacha. Hasa hawa wote wanatakiwa simamiwe. Huwezi kuwasimamia kwa moyo mmoja mpaka uvae viatu vyao, ujihisi kama ni wewe uko katika mazingira hayo. Unahitaji kusaidiwa. Hasa tukiwa tuna tabia ya kuhisi matatizo ya wenzetu kwa ni yetu, tutafika parefu sana na tutaleta upendo, furaha, umoja na mshikamano, na tutaishi kwa amani na nchi itapendeza na Watanzania watapendeza na watu wengi watatuiga Watanzania kwa tabia hizo. Na hizi ndio tabia zetu za Kiislamu, kurudisha mtu furaha yake na kumpa heshima na utukufu. Kwa hayo machache, wabillahi taufiki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tupendane kwa ajili ya Allah bila kujali kabila, dini wala rangi, kwani matatizo humfika mtu yoyote wakati wowote. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, mtu yoyote atakayempenda mtu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, akatoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi amekamilisha imani yake. Ndugu zangu, tutoe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ili kesho tukiulizwa, basi hili la kijana Ebeneza liwe miongoni mwa mema ambao tuliyafanya pindi tuko hapa duniani. Tusingoje mtu afe ndio tusaidiane. Ukiona mtu kaja kukuomba msaada, basi jua hajaja bahati mbaya, na wewe unaitazama video hii sio bahati mbaya. Hii ni Al-Hidayah Online TV. Mimi ni Sara Ibrahim Katunzi. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Al-Hidayah Online TV. Wabillahi taufik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulih Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.